Viongozi ni tatu na inatokana na kuungwa mkono na familia yao, kwamba kule kwenye boma la Kimbele au la Leda ana sifa, ana histori ile ya kupewa hizo nafasi. Kwa uongozi wote wa Masai hupewa bila kuwa na story, kwamba una story anayetokana na viongozi wema. Kutokana na baadhi ya watu wa kabila la Wamasai kutofahamu aina ya viongozi, Mheshimiwa Isaac Ole Kisongo ambaye ni Loigwana ni mkuu wa Masai nchini Tanzania ameweka wazi namna ambavyo viongozi wanapatikana ili kuondoa mkanganyiko wa upatikanaji wa viongozi kwenye kabila la Wamasai. Mimi ni Abel Saidi Lohasa na hii ni Asalo TV Online. Jina naitwa Isaac Ole Kisongo Meijo. Loigwana ni mkuu jamii wa Masai Tanzania. Taasisi ya Maria. Aina viongozi katika jamii ya Masai katika nchi zote popote pale Masai alipo, kwa maana Kenya na Tanzania. Aina ni tatu. Kiongozi wa kwanza, kwa sababu wa Masai na kitu naitwa rika. Kiongozi wa kwanza anaitwa Walaigwana ni Lesirit au Olormaran au Layok. Layok kabila tohara wanaanza kupoint kwamba ile kijana ni kiongozi wao anayeandaa vijana wakati wanaenda tohara. Kwa hiyo Laigwana Layok. Leyemeti sambamba na hiyo, baada ya tohara anainuliwa anakuwa kiongozi wa Ormaran, kiongozi vijana Laigwana ni Ormaran. Warika hiyo tunapata kiongozi huo kwamba ni kiongozi wa vijana, lakini anaanza zoezi kwa asilia yako akiwa bado hajaingia tohara. Wanakuwa kiongozi anachaguliwa akiwa bado hajapata tohara, ili akikusanyika usiku na baba yao anakuwa yule ndiye anaita kukusanya akiwa bado hajapata tohara. Wanafanya vikao usiku. Baba yao mlezi huyo maana atakuwa nao warika hiyo iliyosairika hiyo ndogo, ndio mlezi wao ambaye ndio namba 2, kiongozi namba 2 ambaye anaitwa Menya Layok, kwa Kiswahili mlezi wa vijana rika hiyo. Wao ni kiongozi wa pili katika rika. Wanapatikana popote pale jamii ipo, inaweza ikawa kata au tarafa, wanachaguliwa. Na akishapatikana kiongozi wa vijana kwa njia hiyo, anatambulika popote pale, hata akienda popote pale ambayo rika hiyo ipo na rika zingine ipo, wanatambua kwamba ni kiongozi, manaka na rungu tayari wamepewa wa vijana hao wa rika hiyo. Pia baba hao ambayo ndio mlezi akishapata baraka katika eneo hilo, iwe tarafa iwe kata, popote pale ambayo jamii yupo, anakuwa anatambulika kwamba ni baba mlezi wa rika fulani, mfano Korianga, mfano Nyangulo, mfano Rimegoliki ambayo ndio rika ndogo sasa hivi iliyopo. Kwa hiyo lazima wapate walezi, na akichaguliwa popote hakuna kupingwa kwamba afiki pale, ni hapa tu. Rungu popote Masaini akipatikana, iwe ni arika, iwe ni baba yao walezi, popote pale jamii kwa sheria zao ni kiongozi. Huwezi ukasema wewe umetoka, maana si wa kijiji, si wa kata, hapana. Amepata baraka kupitia eneo hilo na ni kiongozi ya kufanya huduma hiyo katika rika hiyo popote, na ana mahusiano na wengine watakao kuwa wamechaguliwa katika maeneo ambayo jamii hiyo ipo. Kwa hiyo hawa viongozi wawili warika Laigwana Ormaran, wengine wanaita Lesirit,
Manyala hiyo mlesi, hawa viongozi wanaenda sababu ni harika. Shughuli yao ni kulinda mila ipi, kulinda mazingira ya mila, kwamba vijana wanataka rika iheshimiwe, kwa maana jamii ya Maasai wana kitu rika. Miaka 7 wanatengeneza kwa kuwapa tohara au kutahiri. Miaka 7 ni kusimamisha kuandaa nyingine. Kwa hiyo hawa watu ni kazi yao ndio hiyo tu. Hawa watu pia ndio wanatafuta majina baba yao na hiyo kiongozi warika hiyo jina lipi. Sasa hivi kwa nyanga tunaita nini? Ilmerihi, si ndio ni jina ambayo imepata tendonyo. Anaimenja yetu. Sasa neji kulo jinyo. Nyangulo nyo. Irkimayani. Jina lao ambayo imepata jusi mukula, si ndio? Hawa jusi Irmegoliki ambao amepata wakati anakwenda Ngipata kutoka kwa mganga wao ambao amepitia kwa Neema Miyai, ndiye ametengeneza hiyo jina. Inaitwa nini? Irmegoliki. Sio hivyo? Inakuwa hivyo. Kwa hiyo viongozi hao wanafanya shughuli hiyo kuandaa rika moja kwenda nyingine. Haya ndio naitia heshima, kutambua kwamba hawa ni rika fulani, anahitajika wake heshima kwa watu ndani ya jamii, mambo mengi. Kwa hiyo hawa viongozi wawili nafasi hiyo mbili ipo. Kiongozi wa mwisho, kiongozi anaitwa aigua nani? Langaji. Wa Maasai kuna nyumba mbili, kuna Laisa Ormolelian na Moleli. Hawa viongozi au kiongozi yanatokana na koo mbili ambayo jamii ya Maasai yanayo. Popote pale walipo wa Maasai, iwe Kenya, iwe Tanzania, kuna Laisa na Moleli, bega kwa bega. Hawa ndio wanaleta kiongozi anaitwa kiongozi anaitwa nani? Langaji. Engaji ni nini? Ni nyumba alaiseri. Orokiten ni nyumba nini? Odomongi Irmolelian. Hawa ndio analeta nini? Kiongozi anaitwa Laiguana, ni mkuu ambaye ndio mkuu. Shughuli yao. Hawa ndio wanafanya mambo mengi. Hawana limit kuondolewa. Hawa wanaongoza bila kuwa na mamiaka, mpaka uza yao wanaenda baada ya rika nyingine kuingia kuwa na sifa kuingia. Huyu kiongozi, hawa viongozi wawili anayetokana na koo mbili, Laisa na Moleli, shughuli yao kubwa ni kupatanisha watu, ni kuhakikisha amani inaendelea kuwepo na kutii serikali iliyopo na kuonyesha. Na ndio maana wanasema wakija mambo ya serikali na mambo ya jamii wa Maasai lazima yaanze kufanywa mambo ya serikali. Si ndivyo ilivyo? Hawa ndio wanasimamia. Hata maafa ikitokea, wa Maasai anasema hata jambo libaya kiasi gani, ikifikia hata mauaji, wa Maasai wanamaliza, wanapatanisha watu. Kwanza kama wamejeruhiana, hawa ndio wanaleta kondoo, wakia na imani yao damu ya mtu haimwagiki. Ikimwagwa iliwe na inzi au iliwe na sisimizi, kosa kwao ni laana. Kwa hiyo anasema lete kondoo, mbe mafuta. Hawa Malaiguanani, huyu wa ukoo unaitokana na Laisa na Moleli, shughuli yao ni hiyo. Na hao ndio wanaendesha mkakati ya kupatikana Laiguanani kwa wakati wote. Mkubwa kwa maana rika iliyo juu ndio inamtawasa rika iliyo mdogo, pala ambayo inaruhusiwa hiyo rika mdogo kupata nafasi hii. Nafasi hiyo ni nafasi ambayo hapewi mtu kuwa na chini ya miaka 45. Takiwa uwe na miaka 45 ndio upate nafasi ya kuwa kiongozi wa ukoo kutokana na Moleli au Laisa. Hiyo ndio utaratibu. Ndio maana kwa Yanga leo ni watu ambao na miaka hizo, lakini sharti watoto hao watoke kule Ndejoro Morwa, wafae Nkolongo, wajirisishe kama wanasamana na Malandizi. Ndio makaa ambaye mimi ndio makaa, tunaumpa ruhusa kutawasa kuwa viongozi wa mila wa koo Laisa ya Moleli. Tunaomba Landizi ruhusa kutawasa Kurianga, ambayo sio mbali, ndani ya miaka 2-3 watapata sifa ya kupata nafasi hiyo. Kwa hiyo aina ya viongozi ni 3
na inatokana na kuungwa mkono na famili yao, kwamba kule kwenye boma la Kimbele au la Leda ana sifa, ana histori ile ya kupewa hizo nafasi. Kwa uongozi wote wa Masai hupewi bila kuwa na story, kwamba una story anayetokana na viongozi wema, kwamba boma hili na asili ya watu wenye hekima, walezi, hawana mashaka ndani ya jamii. Kwa hiyo hupati tu uongozi aina wote, hata kama ni kijana yule, hata kama ni murani, hata kama hiyo nafasi ambayo nimeshasema, hupati bila kuangalia historia yake ya mafamilia aliyotokea mtu anataka kupewa Irungu. Asante mwenyekiti, asante sana. Nashukuru sana, shukrani, asante.